Sasa ni mfululizo huu wa kuangalia na kusikiliza simulizi za miaka 30 ya benki ya CRDB. Tumezungumza na wengi. Safari hii imetupeleka mpaka Sengerema. Tuliongea na mzee wetu, mzee John Rubambe, interview ambayo imependwa sana. Tukaenda HQ mara kadhaa kuzungumza na Dr. Lai, tukazungumza na Bruce na wengine pia ambao walifuatia baada ya hapo. Lakini leo tumekuja Arusha, na hapa nilipo najisikia baridi kweli hapa kutokana na baridi la A-Town. Lakini MD yeye inaonekana amelizoea baridi la Arusha. Hii hali ambayo sisi wengine tumeizoea. Tungependa tuishi zaidi kwenye hali hii. Sasa leo nipo na kwa sasa ndio tunasema ameshikilia mwenge wa kuipeleka CRDB kwenye kilele chake. Tulikuwa tunaadhimisha miaka 30 ya kuanzishwa kwa benki ya CRDB, na tupo hapa Arusha tukisubiria ni AGM ambayo inafanyika Arusha. Abdul Majid Sekela ambaye ndio managing director wa CRDB. MD, miaka 30 AGM kufanyika katika AGM kufanyika katika miaka 30 ina maana gani kwako? Kwanza labda niseme kitu kimoja. Unajua unaposema miaka 30 ya CRDB, mimi binafsi inanigusa. Kwa sababu ni mwaka mmoja kabla nilikuwa naanza kazi. Nianza kazi katika benki ya CRDB mwaka 97. Benki imeanzishwa 96. Kwa hiyo unakuwa unasema miaka 29 nikiwa naiona, nikiwa mdau, na sasa nikiwa mkurugenzi mkuu. Lakini unaposema miaka 30 unasherehekea, alafu unakuja kufanya mkutano wa wanahisa, ni jambo la kihistoria kubwa sana. Ni jambo la kihistoria kwa sababu imekuwa na safari ndefu. Lakini afanyika mwaka 30 bado ikiwa ni benki imara, kinara, yenye mafanikio. Maana kwa miaka mingi yote 30 imekuwa ikifanya vizuri. Sasa kwa mtu ambaye amewekeza kwa miaka 30 iliyopita, anaweza kuona ni tija kiasi gani amewekeza katika benki ambayo imemletea faida. Lakini vile ni benki ambayo kufika miaka 30 kuna wengine wachache hawakuwa wanaamini wakati inaanzishwa. Kwa ni jambo la kihistoria ambao unatafakari safari ndefu ya miaka 30, unatafakari mwenendo wa miaka 30, unatafakari changamoto zilizopo, lakini unaiona mbele ya benki inakoelekea. Ukiutaja mwaka 97, mimi binafsi nilikuwa darasa la 7. Kwa hiyo nakumbuka ni miaka mingi sana. 97 wewe ndio unaanza kazi. Hebu tueleze ulikutaje kipindi hicho, kwa sababu naamini kwamba hizi teknolojia, kwa sababu CRDB inasifika kwa kuwa kiongozi kwenye masuala ya teknolojia pia. Wakati unaingia 97 ilikuwaje? Kwa mwaka 97 wakati benki inaanza kusimama vizuri, naanza kusema ni kwamba ni benki ambayo ilikuwa inatumia mfumo wa kianalog. Nikisema hivyo ndio kanielewa. Yaani unaandaa hesabu kwenye karatasi, unaandaa balance sheet nzima kwenye karatasi, matawi yaliyopo yanapiga hesabu kwenye kalkuleta na kuandika kwenye karatasi na kutuma kopi makao makuu. Mteja anapokuja kuchukua fedha zake, anakuja na kitabu kile, anajaza balance iliyopo, anatoa na kujumlisha kile kitabu saving book. Na miaka hiyo ndio kasema kwamba benki kama unataka kuchukua fedha nje ya tawi lako la kawaida, kwa ni changamoto sana. Kwa lazima mawasiliano yawepo. Na miaka hiyo ile kutuma TT ilikuwa inatuma kwa herufi 9, 9 kwa alfabeti. Na yule ambili asome herufi hizo aweze kumatch, ndio aweze kupa fedha. Kwa ilikuwa ni mwanzo kabisa wa benki kuanza kubadilika, lakini ikiwa ndio kwanza inajiweka sawa baada ya kwanza biashara kama benki ya kibiashara. Na wakati unajiunga hiyo 97, ndio ilikuwa ajira yako ya kwanza ama ulikuwa mpita sehemu zingine pia? Alafu ni bahati kubwa sana.
sisi ndio tulikuwa wanafunzi wa kwanza, na sera ya benki imebadilika mwaka huo, kwanza kufajiri graduate fresh. Kwa mimi nilijiunga nikiwa natokea chuo cha FM, na nakumbuka by that time nilikuwa benki bado iko pale Azikiwe kama kuu, lakini tumeingia kama wanafunzi graduate, tukapelekwa matawini. Mimi nilipelekwa tawi la Iringa, ndio nilikoanzia kazi. Na nakumbuka kipindi kile ndio kipindi ambacho benki kaanza kubadilisha mtawala. Kulikuwepo na mkurugenzi alikaa kwa muda mfupi, anaitwa Amani. Alikaa muda mfupi, baadaye ndo akaja kuja kwa Dr. Kimei. Kimei ameingia 98. Na alikukuta Kimei. Mimi nikiwa Iringa miaka hiyo. Sasa benki ilikuwa na wafanyakazi wengi wazoefu, waliosoma form 4 na waliosoma form 6 na wengine graduate wachache. Lakini wana vyeti vingi vya kujiendeleza kupitia kwenye chuo maarufu cha Sekera Academy, ambako nadhani walitumia uzoefu zaidi. Sasa benki ikaingia kwenye mabadiliko ya kiuendeshaji, mabadiliko ya kutawala, na hapo ndio safari ya CRDB. Nakumbuka kwenye mahojiano uliyofanya na Dr. Charles Kimei, aliniambia kwamba alipoingia, nadhani unakumbuka kipindi hicho ilikuwa hivyo, kwamba katika kuleta sasa mabadiliko, kuipeleka katika kutoka kwenye analojia kuingia kwenye digital, kwa mwanzoni ilibidi achukue vijana katika vyuo mbalimbali, ambao anasema alichukua kama 250. Hicho kipindi kilikuwaje? Alichokifanya ni kwanza ni kubadilisha muundo wa uendeshaji, kwa sababu tulikuwa tumeingia awamu ya kwanza ya vijana kutoka vyuoni, ambako ilikuwa ni first graduate group. Aliendeleza sera hiyo, akaongeza vijana wengine. Lakini cha pili, akaangalia mfumo wa uendeshaji ulivyokaa, akaufanyia marekebisho ili kuleta ufanisi. Kwanza kupunguza watu wengi, walikuwa ni wafanyakazi wengi sana. Maana mpaka mnasukumana kwenye kaunta wengi sana. Sasa kwa katika ufanisi ilikuwa ni kuleta mabadiliko ya kimuundo wa uendeshaji. Aliweza kuvunja idara kadhaa na akaunda zingine. Aliweza kuunda idara mpya kwa ajili ya kutazama tazama unaokuja na kuanza kufikiria mabadiliko ya kuleta hasa katika muundo wa benki. Ukitoka kwenye muundo wa kianalog kwenda kwenye dijitali, kwenye mambo ya kompyuta, ilikuwa sio kazi ndogo. Ameanza kutumia kompyuta, lakini nakumbuka mwaka 2000 ilikuwa na tishio la kompyuta Y2K. Yeah. Na nadhani CRDB kipindi hicho ilijiandaa vya kutosha. Naweza kusema kwamba ni moja ya nguzo imara wa benki ambao ulifanya sana vizuri katika teknolojia. Na kwa nini ubunifu wa teknolojia ulianza mapema sana? Nini mliona future nadhani? Unajua ni falsafa ya benki. Okay. Kwa CRDB kuanzishwa ina historia. Ndio maana unaona CRDB ukitafuta kirefu chake utajua ni kwa nini wamekuwa wabunifu au tumekuwa wabunifu. Kwanza ilikuwa ni benki ambayo zamani ilikuwa kama benki ya ushirika. Tunajali mambo ya kilimo. Ikapata changamoto uendeshaji. Lakini cha pili tu kwamba tunakoelekea uweze kuenda kufanya biashara katika muundo ule ule. Kwa hiyo kauli mbiu ya kwanza ya benki, kama unakumbuka, mpaka leo inaendelea, ilikuwa na kauli mbiu yake inayosema ulipo tupo. Sasa ni kwa sababu gani ilikuwa na kauli mbiu? Ilisha kuwa benki inayohudumia wananchi wengi walioko vijijini. Sasa uweze kuendelea kuwafikia wananchi walioko vijijini bila kuwa na ubunifu. Kwa hiyo ilianza kutafakari, kufikiria ni huduma, njia zipi zitumike kufikisha huduma hizi kwa wananchi. Na hapo ndo ubunifu kaanza. Kwanza bidhaa inayotolewa itolewe kwa njia gani? Huduma inayotolewa kwenye matawi itolewe vipi? Ni maeneo gani matawi hapo yaongezwe? Yote ilikuwa ni njia ya kubuni ili kufikisha huduma kwa wananchi. Ndio. Sasa najua ni historia ndefu, lakini kwa ufupi sana.
safari yako ya kupanda sasa cheo na nini, kwa sababu ulianza kama fresh from chuo 97, hatua ilikuwaje kabla ya kuondoka na ukaja kurudi 2018? Neno kusema ni kwamba nianza kazi katika kipindi kizuri. Nianza kazi 97, benki imeanzishwa na kila mmoja ndani ya benki ana mtazamo mpya. Kwa falsafa yangu kichwani nilisema kila mtu ni mpya katika benki hii. Kwa kila mawazo mapya ni mawazo muhimu. Na kwa sababu na mimi ni kijana, nimetoka chuo na mengi nimejifunza, ambao nimejifunza katika nadharia ya shule. Lakini ndio hii nadharia ya kazi nikihamisha kwenye eneo la kazi yatasaidia. Kwa hiyo katika mabadiliko nilikuwa miongoni mwa champion. Make benki ilianza kuunda, anasema change of changes. Watu wanaopeleka mabadiliko yanayotakiwa kwenye sehemu za kazi. Kwa kila matawi kuna wale machampion. Na mimi nilikuwa miongoni. Kwa sababu tunajua kusoma, tunajua kueleza na kutafsiri maelekezo. Kwa hiyo nikawa mmoja wapo ya kuleta mabadiliko katika tawi letu. Na katika hilo nilionekana kidogo nafanya vizuri. Na kwenye tawi nikawa napewa majukumu zaidi ya yale ya kawaida. Kwa hiyo ilianza kuonekana kwanza hatua zangu za kujituma pale. Lakini jambo la pili, unakumbuka kwenye hii katika kufunga mahesabu ya siku. Ndio. Tulikuwa tunapata tabu sana kufunga hesabu za siku. Kwa sababu unaweka kwenye ile sheet. Sasa watu walikuwa wanafanya kidogo, mtu ambaye anapewa jukumu hilo alikuwa anatupa changamoto. Tunafunga siku sana. Siku moja nikamwambia ngoja nijaribu. Ilikuwa siku ya kwanza na ndio siku ya kwanza kutoka ndani ya benki saa 12 jioni. Wakaona nimefanya vizuri sana, wakanipa jukumu hilo. Kwa kwangu ilikuwa ni kujifunza. Baada ya kuendelea, na kwa sababu benki ilikuwa inakuja na falsafa ya kutoa fursa kwa kila mfanyakazi, kazi ilitangazwa zikiwa huru. Mimi kazi yangu ilikuwa ni kuomba kila kazi inayotangazwa. Kuonyesha uwezo wangu na mimi kujifunza ni wapi nakosea. Lakini baadaye ndani ya tawi nilipanda daraja kuwa supervisor. Na baadaye nikahamia kwenye kitengo cha mikopo ndani ya benki yetu. Na baadaye nikawa manager wa tawi wa mikopo. Na kwa sababu kitengo cha mikopo ni kitengo muhimu katika ndani ya benki na nilifanya vizuri, kwa ilikuwa ni vizuri kujulikana katika benki nzima kwa wale wanaofanya vizuri. Mwaka 2000 benki ilikuwa na jitihada za kuanzisha kitengo kipya kinachohudumia wateja wakubwa wanahitaji maalum. Sasa walitakuwa wanatafuta maafisa mahusiano wenye weledi, lakini ilikuwa ni kwa uwazi. Kwa tukaomba, baada ya kuomba na mimi nilikuwa miongoni mwao niliopata. Kwa tukaanzisha kitengo ambacho sasa hizi ndio corporate. Na kwa sababu mimi ni mtu ambaye anajifunza, anapenda kufanya mabadiliko na kujifunza, niende kuonekana kwa viongozi, kafanya vizuri. Na hapo tukabadilisha kitengo na kupanda zaidi. Kwa hiyo baada ya hapo ndani ya benki nilitoka kwenye kitengo cha kuwa manager, relationship manager, nikawa senior manager ndani ya mwaka 2000, 2001, 2003 mpaka 2004 ishakuwa ni manager mahusiano mzoefu. Ambaye nilipewa jukumu la kusanya miradi mikubwa kwa sababu ya uwezo niliokuwa nao. Kwa ilipofika mwaka 2005 nilianza kutafakari kuongeza elimu. Na katika nasema mapito ya fikira zangu, nilitamani kusoma nje. Kwa hiyo nilijitahidi, nikatafuta chuo, nikapata chuo cha Birmingham. Sasa mtu ambaye niliongea naye kwamba nataka kwenda shule ili nipate uwezeshwaji alikuwa kidogo Kimei. Nafurahi kwamba nilipomwambia jambo hili, kwa sababu naye ni msomi, anajua maana ya elimu. Alinipa ruhusa, nikaenda Uingereza, nikasoma, na nikarejea. Nimeenda nje, nimefanya postgraduate ya usimamizi wa mambo ya management. Baadaye nikafanya masters katika upande wa banking and finance. Sasa niliporudi ndani ya benki ni ndani kazi hiyo. Lakini fursa zikajitokeza. Wakakuona wengine. Nikaniona wengine na kwa wakati huo nafasi ambayo ilikuwa imejitokeza ilikuwa ni kubwa. Haikuwepo ndani ya CRDB. Nikaenda kwenye benki ya jirani.
ambako nako nilifanya kazi kubwa, nilijitahidi kufanya mabadiliko ya kutosha, lakini nikakuwa kwenye madaraja tofauti, na nikiwa naendelea kufuatilia mabadiliko ya benki ya CRDB, na siku zote nilikuwa naona kwamba benki ya CRDB imekuwa ni benki yenye kuleta mabadiliko makubwa katika sekta ya fedha. Sasa unavyozidi kuongeza uzoefu, unakuwa na maono. Akiwa sema hai maono hawezi kutimia bila kuwepo na nafasi. Na mwaka 2018 Kimei alifika wakati wa kusema sasa inatosha. Ni wakati wa kuja mtu mwingine kuendesha gurudumu hili. Lakini uzuri wa benki ya CRDB ni benki ya wazawa, na ni benki ambayo imesimamiwa na wazawa kwa muda wote. Yeah. Na ni benki ambayo wazawa wameonyesha mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo ikawa namtafuta mzao mwingine kwa njia ya ushindani. Sasa na mimi nikawa miongoni mwa wale walioomba, kwa sababu tumeshindanishwa na wadau wengine, na bodi iliona mimi ndo nafasi siku hiyo. Kwa hiyo ikanipa jukumu la kuwa mkurugenzi wa benki ya CRDB mwaka 2018 Oktoba 1. Kwanza nilifarijika kwamba narudi nyumbani. Kwa kurudi CRDB sikurudi kama mkurugenzi mtendaji, nirudi kama mwanzilishi na mtu mwenye sehemu ya maono ya benki ile. Sasa naenda kusimamia maono hayo na wenzangu ambao nawakuta pamoja na viongozi ambao ni bodi, na kuangalia maono yaliyokuwepo. Ukaenda kuziba pengo au kuvaa viatu vya Dr. Charles Kimei ambaye amekaa kwa miaka 20 kama MD. Ulikuwa na hofu kidogo kwamba nitaweza kweli kuendeleza gurudumu kwa ufasaha? Najua nilipokuwa natafuta ile nafasi, nilikuwa najua naweza kwenye hatua za interview, kwa sababu maswali yote nayajua. Yeah. Na anakumbuka na hata kwenye maswali mengine niliulizwa kwamba unaona kijana utaweza mambo haya? Nikasema nadhani na yeye mwenyewe alikuwepo kwenye panel. Alikuwa mwenyewe. Mimi tuwajibu nikamwambia kwamba siendi kubeba jengo. Na napeleka mawazo katika timu kubwa yenye wataalamu. Sasa baada ya interview nilipigiwa simu kwamba nimeshinda. Ukweli, kwa mtazamo wa kawaida nilikuwa ni nafasi kubwa sana kwangu, lakini taasisi kubwa yenye naweza kusema mtambuka kwa kiuchumi, inayogusa maisha ya watu wengi sana. Lakini tatu, watu walijenga imani sana kwa kiongozi aliyekuwepo, kwa sababu amekaa muda mrefu. Na maswali mengi kwamba hujawahi kuwa mkurugenzi mtendaji popote, utaweza kweli kuwa mkurugenzi mtendaji? Na mimi nikasema hakuna aliyewahi kuwa kiongozi popote pale kwamba ametoka amekuwa kiongozi, anaanzia hatua kadhaa na ana sifa zile za msingi. Kwa hiyo sikuwa mwoga. Kwa sababu nijua ile benki ina wafanyakazi, ina management yenye weledi, na mimi nakwenda pale kama mmoja kiongozi mwenye maono ya kwao. Lakini falsafa kubwa ni kwamba benki kwa nini ilianzishwa na nini matarajio ya wanahisa. Na kwa sababu nimekuwa nasoma historia yake, nasoma sentiments za wateja, nasoma maono ya wanahisa, nikaona ni mimi naweza kufanya kazi hii wale kwa kushirikiana na wafanyakazi waliopo, kwa kuhakikisha kama tunaangalia maslahi mapana ya taasisi ambayo ni CRDB, maslahi mapana ya wawekezaji ambao ni wanahisa, maslahi mapana ya nchi katika sekta ya fedha. Lakini kuangalia kwamba je, kwa mtazamo uliopo, spidi hii iliyokuwepo, je ni mwisho wa speed? Lakini kwa sababu tumeshafanya tafiti za kutosha kuangalia kwamba sekta ya benki ikoje, tunaangalia matoleo ya benki kuu ya kuonyesha mwelekeo wa uchumi, bado tuko na CRDB bado nafasi kubwa ya kufanya vizuri. Kwa sikuogopa, nilisema niko tayari. Na jambo lingine kubwa, nimekaa kule ndani miaka 11. Hakuna nisiyemjua, aidha kwa utendaji kazi wake au kwa uwezo wake kuengage na watu wengine au ukaribu wa kawaida ambao tunao. Kwa narudi nyumbani kama Abdul Majid, lakini narudi nyumbani kama kiongozi mwenye majukumu makubwa mbele yangu. Na
97 ulijiunga, 98 Dr. Kimea amekuja. Kwa umemshuhudia, umeona uongozi wake ulivyokuwa. Ulipo ingia kama MD, kuna vitu gani ambavyo ulivitoa kutoka kwake kama mentor? Na moja kati ya picha ambayo ni maarufu sana mtandaoni ni ile ambayo Dr. Kimea anakukabidhi cheti fulani. Utaiona hiyo picha hapa. Na yeye anajivunia sana kwenye mahojiano yangu, na yeye alikuelezea vizuri sana kwa kweli, yuko very proud. Ni vitu gani ambavyo ulijifunza ambavyo pengine unavitumia mpaka leo kama MD? Unajua, kwanza Dr. Kimei naanza kusema kwamba alipoingia CRDB alileta mabadiliko ya aina mbali nyingi sana. Kwanza alijenga CRDB kama familia moja. Alifanya wafanyakazi waione benki ni sehemu ya maisha yao na kila mfanyakazi ni ndugu. Hilo bado linaendelea mpaka sasa. Lakini jambo la pili, alijenga imani kwa wafanyakazi kwamba mtu aliyepewa jukumu akipewa nafasi atafanya vizuri zaidi. Yaani kudelegate na kuempower watu, kuwapa uwezo. Lakini tatu, huwezi kuwa kiongozi mzuri au mfanyakazi mzuri kama uendelezwi. Na hata mimi nimesema nisingeweza kwenda kusoma masters nje kama sio Dr. Kimei kusema kwamba nakuruhusu uende. Wapo wao viongozi wengi wana roho zinazojulikana, anapenda ukae hapa, lakini yeye alinipa nafasi. Kwa wazo la kuendeleza wafanyakazi katika nyanja tofauti ni moja ambalo mpaka leo naendeleza, lakini kuifanya CRDB ni familia, yani ujisikie nyumbani, ni moja muhimu. Kujali maslahi mapana ya wafanyakazi, kujali maslahi mapana ya wafanyakazi. Unajua huwezi kuwa na shirika nafanya vizuri ukadhani mafanikio yanajileta, ni kutokana na jitihada binafsi za mmoja mmoja na jitihada za jumla za pamoja, lakini tafsiri yale maono mapana na kila mtu akayabeba kama lake. Sasa hilo ujengi bila kujenga mshikamano ndani ya benki. Lakini jambo lingine ni kuwa jenga nidhamu ya kazi. Nidhamu ya kazi ni pale unaposema kwamba misingi ya kazi hii, taratibu ni hizi, kila mtu ana jukumu hili, lazima kila mtu afanye kazi kwa weledi. Unasema weledi, biashara ya benki ni uaminifu, integrity ni muhimu. Lakini jambo lingine ni kusema nini kinatuleta kazini sisi. Kimea ilikuwa mwazi kabisa. Huduma kwa wateja, customer service. Na slogan ya the bank that listen imekuwepo na leo ipo kwa sababu ni tafsiri inayogusa kila eneo la kazi. Bank that listen, tunasikilizana sana tukisema sisi tumeweka, tunawekea msingi, lakini mawazo ya wateja whether ni mazuri au ni ya kuchallenge, sisi kwetu ni fursa. Endelea kwa wazi, mteja ni namba moja juu. Lakini tatu, kwa sababu Dr. Kimea alikuja kuchukua benki wakati ndo inatoka kwenye changamoto, aliamini sana kwenye resilience. Hasa huwezi kuwa na sustainability bila kuweka mfumo sahihi, ile wanasema base, jenga base nzuri ambayo nidhani ni kubwa zaidi. Lakini la mwingine ni kwamba kuamini wafanyakazi, kuwapa nafasi za juu. Na kama ukiangalia CRDB mara nyingi utaangalia, nadhani ndo benki kama sikosei ambako wafanyakazi wengi wanafanya kazi mpaka na staff, hawapendi kuondoka. Aliniambia hiyo Dr. Ali Hussein Lai kwamba mmetengeneza mazingira ambayo ni ngumu sana mfanyakazi kuondoka. Kwa sababu unajua mfanyakazi anaondoka kwenye shirika kutafuta fursa, na mazingira yanapoonekana kwamba maybe anza kupata mazuri zaidi. Hasa fursa ndani ya benki zipo, lakini benki inazidi kukua. Jambo lingine kubwa ambalo Dr. Kimei alikuja nalo, unafahamu kadi za ATM? Naam. Ndo benki ya kwanza kwa nchi. Kwa hiyo wazo la ubunifu, Tembo card hiyo. Tembo card. Ubunifu ndo falsafa ya viongozi wa benki yetu. Na hiyo kwangu ni moja ya eneo ambalo aliendeleza sana. Kwa sababu Tembo card wakati inaanzishwa watu wengi hawakuamini. Wanasema hela kwenye karatasi, kwenye kadi. Na mashine za ATM zilianzishwa na CRDB. Lakini elimu
kwa wateja, elimu kwa jamii ni moja ya maeneo ambayo tumeendeleza sana mpaka leo. Kwa tumeendelea kutoa ubunifu, na jambo lingine zuri kama ukiangalia tunasema ulipo tupo na tunakusikiliza. Lakini unaweza kuwa unasikiliza bila kutenda. Kweli. Sasa sisi kama CRDB, moja ya falsafa yetu ni kusikiza wazo lako na kulichakata kuwa sehemu ya bidhaa yetu. Sasa tunajua kwamba kwa sababu mawazo yameanza kwa wateja, wengi watapenda mawazo hayo kuyatumia, kwa sababu tunaanzia kwa mlaji kuja kwa kutoa huduma ambayo ni sahihi. Kwa hiyo ni mengi ambayo naweza kusema naendelea mpaka leo. Ndio. Ambao tumeendeleza. Lakini vivi ni benki ambayo haifanyi kazi bila kuwa na mpango kazi wa muda mrefu. Miaka mitano. Tukiangalia mbele tunakoenda. Kwa ni falsafa ambayo mpaka leo tunaendeleza ubunifu, kujenga uimara wa benki, lakini kuzidisha zaidi huduma zaidi kwa wateja. Ukiangalia mwaka mmoja uliopita, rekodi zinaonyesha kwamba benki imepata faida shilingi bilioni 551, balance sheet ikuwa kana trilioni 16.6, na hiyo ikuwa chini ya uongozi wako. Miongoni mwa hayo, vitu gani vingine ambavyo unajivunia wewe katika miaka yako 7 kama mkurugenzi mtendaji? Yako mengi sana. Yeah. Yako mengi sana. Wakati nachukua utawala wangu kwenye mkutano wa Naisa wa kwanza, ulikuwa ni mkutano wa Wanaisa wa mwaka 2019 mwezi wa 5. Wengi wakiwa wana sintofahamu, na nilipotoa mada yangu ya kuelezea mafanikio ya benki, mwaka huo tulipata faida ya bilioni 120. Niliwaeleza mipango tulinayo, niliwaeleza tulipo na tunakoelekea, lakini niwaambie neno moja kwamba yajayo yanafurahisha. Wengi walibaki wanashangaa, wasema huyu kijana ana misemo, lakini ni kwa sababu tulishafanya tathmini ya tulipo, changamoto tulizo nazo, tunakoelekea, nini kifanyike, fursa zipi zilizopo, na tujipange vipi. Kwa ukiona faida ambayo imetajwa mwaka jana, ni moja ya mafanikio, lakini yako mengi. Ndio. Kwanza tuliangalia muundo mzima wa benki yetu, na tukaangalia historia ya benki yetu. Kuna mengi hatuwezi kuyaacha. Kubwa kabisa tulisema kwamba lazima tumfikie mteja alipo. Kwa ukiangalia huduma zetu mbadala, ni mafanikio makubwa sana ambayo yanaleta tija ambayo tunaona leo. Ukiangalia jinsi tunavyotoa huduma za kumgusa mmoja mmoja, ukiangalia ile CRDB Foundations, ndio, na huduma yetu ya Mbeju, tumekwenda kujiongeza zaidi kutoka nje ya falsafa ya benki. Sasa tunafahamu Watanzania wengi wako vijijini na ni wafanya biashara ambao hawajarasimishwa, muundo wa kawaida hauwezi kufikia. Kwa mafanikio ambayo tunaona kwenye upande wa foundation ni makubwa sana. Mafanikio mengine nasema, wakati tunaingia tulikuwa tuko Burundi, tulikuwa tuko nafasi ya huku ya 5. Leo hii tunapoongea tena miaka 30 tuko namba 1. Ni mafanikio makubwa sana mchango. Wakati naingia hatukuwa tuko DRC Congo. Sasa hivi tuko DRC, Lubumbashi, tuna matawi 3 na tunazidi kukua. Ni moja ya chanzo kingine cha mafanikio ya benki yetu ambacho kinaonyesha kwamba mafanikio bado mbele makubwa sana. Wakati naingia, biashara ya bima ilikuwa ikifanywa ndani ya benki yetu. Benki kuu ikafanya mabadiliko ya sheria ambako tulianzisha kitengo cha bank assurance, mkondo wa bima. Lakini ukiangalia falsafa ya bima nchini, ni eneo ambalo bado wengi hawajapata huduma hiyo. Tukaanzisha kampuni tanzu ya bima ya mtegemea, benki ya kwanza. Wakati naingia, benki yetu ilikuwa haijasaidiwa na shirika kubwa duniani linalozingatia mabadiliko ya tabia nchi. Tumesaidiwa. Yako mengi sana. Kwa hiyo ukisema mafanikio ambayo naona bilioni 551,
ambazo tumezipata mwaka 2024, mimi nasema ndo kwa sasa benki inaelekea inakostahili kuwa, kwa sababu malengo yetu makubwa ni kuwa benki kubwa, sio Tanzania tu, ni ukanda wa Afrika Mashariki na Mashariki ya mbali, kote huko nataka tufike. Kwa hiyo tuna mafanikio mengi ambayo ningeweza nikisema ni yasimulia yote, na mengi yapo yameonekana, lakini tunajivunia kwa mengi sana. Moja kati ya sifa kubwa mlionayo ni technology, na nilizungumza na afisa mwendeshaji mkuu Bruce akanieleza, nikamuuliza kuhusiana na vipi mnaiona benki ikiingia pia kujiandaa katika masuala ya cryptocurrency. Akasema mifumo yetu iko tayari, kwamba ikitokea kwamba benki kuu imeruhusu tukaingia kwenye fedha za digitali, crypto na vitu kama hivyo, tutakuwa tayari. Unaiona wapi wewe benki ya CRDB kwenye ugunduzi zaidi wa masuala ya technology? Kwanza nigusie hilo ambalo umelisema la cryptocurrency. Unajua siku moja benki kuu ilikuwa inazindua jengo lao la Mwanza. Mgeni rasmi wa siku hiyo haikuwa ni Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Mistari katika speech yake aliongelea sana na swala la cryptocurrency. Na akasema dunia inaelekea huko, na akawataka benki kuu waanze kuangalia ni nini kinatakiwa kufanyike, waanze kujiandaa. Sasa kuna siku tutafika ambako radhari benki kuu ilichukua na endelea nayo. Sasa sisi benki ya CRDB, na batimame kuambia mkurugenzi wetu afisa mkuu uendeshaji Bruce Mwile, mifumo yetu iko tayari. Lakini ukija kwenye upande wa teknolojia na huduma ya fedha na dunia inakoelekea, lakini ukilinganisha na taarifa sahihi zilizotolewa na Finscope hivi karibuni kwamba Watanzania tuko milioni 61.62. Lakini ukiangalia growth pattern yetu ni kubwa sana. Na vile vile wakasema kwamba asilimia zaidi ya 50 ni kizazi kichanga. Ukichukua tena falsafa ya Mheshimiwa Rais ya kuelekeza sasa taasisi mbalimbali mifumo isomane, kauli ya serikali imesema hivi. Na mimi mara nyingi nimekwambia ni mtu ambaye tunasikiliza mawazo ya watu, maono na mabadiliko yanayofanyika katika dunia. Sasa tuko wapi? Kwa tunaposema tutoe huduma sahihi, huwezi kuacha teknolojia. Na katika hilo benki yetu ya CRDB tumejipanga sana. Na tunafahamu kabisa kwamba ili benki iweze kuwa imara, wakasema msingi lazima uwe imara. Msingi wa imara ni teknolojia kwa imara. Tumefanya mabadiliko makubwa sana ya kitelegrama. Kwa teknolojia tumebadilisha mfumo mzima wa uendeshaji wa huduma zetu. Umejionea kwenye upande wa sim banking, ndio huduma inayopendwa na watu wengi. Huduma upande wa malipo tumeweka mtandao wa kisasa kabisa. Lakini mwezi huu tunaposherehekea hivi, hadi mwaka ni mwaka ushemeji, tukazindua mfumo mpya kwa huduma yetu kutoa huduma za kibenki ambayo itaunganisha nchi zetu. Ukiwa Tanzania na ukasafiri kwenda DRC Congo ni kama uko Tanzania. Hiyo inatafsiriwa kwa lugha ya kule, kwa lugha ya hapa, ni nasema multilingual na multi countries. Lakini tumeweka teknolojia nyingine mpya kuondoa mifumo ya zamani yote. Sasa lengo letu ni nini? Lengo letu tunataka huduma zetu usitufate tena. Sisi kazi yetu iwe ni kutoa elimu zaidi, wafanyakazi wawe ni washauri zaidi, na huduma usipate kule ulipo. Tunapeleka huduma ambako tungependa kila mhusika mtoa huduma ajihudumie, lakini akiwa katika mfumo wa CRDB. Na hilo halitoshi tu. Pamoja na mabadiliko tunayofanya, tunaangalia trend inaendaje huko mbele. Na hivi karibuni kama umeangalia, tumezindua huduma ya kwanza kutumia AI kupa majibu. Tunamfanya kazi mmoja anaitwa Ele. Unaweza kaisi ni
ni mmoja ya mfanyakazi wetu ambaye anatoa majibu mbalimbali ya kuwapa wateja wanapokuja na maswali masaa 24 siku 7 za wiki. Kwa mtazamo wangu nao angalia kwenda mbele, tunaamini sana katika mabadiliko ya kiteknolojia, lakini ubunifu ukiwa unatuongoza zaidi. Na pamoja na mabadiliko ya teknolojia, lazima mifumo tunayokuwa nao iwe imara na tayari salama. Kwa cyber security ni moja ya kitu muhimu sana, kwa sababu unapokuwa na teknolojia bado mifumo inaweza kaingiliwa, ni mifumo ambayo iko imara sana. Lakini vile vile sheria za kuendeshaji zinabadilika. Lazima teknolojia yetu iendane mifumo na sheria zinazobadilika, ili kuhakikisha kwamba tunakuwa katika hali ya kisasa muda wote, na ndio falsafa ya benki ya CRDB. Nadhani ni vizuri pia tukazungumzia upanuzi unaoendelea, na tunabisha hodi very soon Dubai. Hii inaashiria kwamba sasa hivi upanuzi unaanza kuwa nje ya Afrika. Naona, najua nimekuambia mwanzoni kwamba sisi hatufanyi kazi bila kuwa na mpango kazi. Lakini mpango kazi unaendana na fursa zilizopo, lakini njia mbalimbali tunazotumia kutoa huduma kwenye maeneo tuliyopo. Lakini moja ya ajenda yetu kubwa ni kufanya kazi na wadau. Ukiangalia benki yetu, ukitafuta wadau wa kimataifa na wadau wa kitaifa ni wengi sana ambao wanatoa huduma zetu vile vile. Lakini ukiangalia vile vile, tuko Tanzania, tuko Burundi, tuko DRC. Hizi nchi tatu na zingine zinafanya kazi pamoja bila kujitenga na dunia. Sasa ukiangalia kwenye geopolitics ambayo inaendelea, Dubai ni kituo maalum cha kibiashara, kinaunganisha na nchi nyingi sana, hata hizi ambazo tunahudumia. Lakini ukiangalia wafanyabiashara wengi wa nchi hizi wana link, wana connection, wana makutano mengi Dubai. Na sisi kwenye mpango wetu kazi tumeweka, unasema kumap, yani tumeandaa spotlight, ni wapi panaonyesha fursa zilizopo tufanyie kazi kwa mazingira ya nchini, kwa East Africa, kwa Afrika na nje ya Afrika. Sasa moja eneo ambayo tumelia ni Dubai. Ninafurahi kwamba tumeshapata habari vyote, both Tanzania kupitia benki na Dubai kupitia kwenye Financial Center. Tuko kwenye hatua za mwisho za kukamilisha ofisi. Lengo letu ni nini? Unakuwa benki kubwa na una nia ya kuleta mabadiliko ya dhati ya kiuchumi, huwezi kujitenga na dunia. Lakini tuna wadau wengi ambao wangependa kufanya kazi na sisi Tanzania, kila hajakutana katika sehemu sahihi. Unaposikia serikali inasema miradi ya kimkakati inahitaji fedha, wasilishaji wa fedha, inahitaji utaalamu. Sasa sekta ya fedha na chombo cha fedha ambacho kinajiandaa kwa nafasi hiyo ni CRDB. Kwa tunapoangalia Dubai, tunaangalia mapana makubwa sana kwa uwekezaji wa mitaji, masoko kwa wateja wetu, na kufungua Tanzania kiuchumi zaidi. Nini baada ya hapo? Yako matukio vingi ambavyo vinafanyika. Kwa Dubai ni moja, na yako mengine ambayo tumeyamaka, angalia China, angalia Turkey, yale maeneo ya msingi ambayo tutafanya biashara. Na imani kwa kufanya hivyo, benki ya CRDB itakuwa inatimiza malengo yake. Malengo yetu makubwa yanabebwa na neno moja. Unaposema impact, ni kikugusa wewe uone kuna sababu ya wewe kufanya kazi na CRDB, lakini anayekuzunguka naye aone kuna sababu hiyo. Kwa hiyo kunaleta mabadiliko yaliyochanya ndani ya benki yetu, na ndio msingi wa benki yetu siku zote. MD, naomba nikuulize swali ambalo nimeuliza wote niliongea nao katika miaka hii 30 ya CRDB. Unaiona wapi CRDB miaka 30 ijayo? Ni swali zuri sana. Unajua, ukiangalia
Najua naiona lengo letu kwanza sisi kama CRDB, lengo letu kubwa ni kufanya mwekezaji asikie raha kwa nini aliwekeza CRDB. Nini maana yake? Kwa miaka 30 nitakuwa ni chombo cha fedha nchini, sawa, na nchi zingine Afrika na nchi zingine nje ya Afrika, kinacholeta taswira sahihi ya kuifanya Tanzania ionekane katika sekta ya fedha. Lakini cha pili, kwa miaka 30 tunatarajia kwamba kila Mtanzania ana huduma ya CRDB alipo. Tatu, tunatarajia sisi kama benki tuwe ni moja ya taasisi kubwa inayochangia katika pato la taifa unapoongelea kodi, lakini taasisi vile kubwa inayotoa ajira kubwa kwa wadau. Lakini jambo lingine tunaangalia kwamba ambao la msingi kabisa, huwezi kuangalia miaka 30 ijayo ukajitenga na tafsiri ya dunia ya sasa. Tumekuwa tunaongelea mambo ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo unaposema mabadiliko ya tabia nchi, unaangalia miaka 30 ijayo. Tumeangalia Tanzania, kilimo ni moja ya uti wa mgongo, yani ni moja ya sekta muhimu katika kukuza uchumi wetu. Lakini wakulima wengi wanatumia kilimo cha kawaida cha jembe na mkono. Sasa sisi benki ya sasa tunataka tuione kwamba sekta ya kilimo tumeingia kwa teknolojia, lakini kwa kujali na kuangalia viashiria vyote vya mabadiliko ya tabia nchi. Lakini miaka 30 ijayo vile vile nataka tuone benki ya CRDB ndio benki inayotoa zaidi kurudisha kwa jamii zaidi, kwa maana ya kuangalia masuala ya afya, masuala ya elimu, masuala ya mazingira, ili kila Mtanzania aone kweli taasisi hii sio taasisi tu ya fedha, ni zaidi ya taasisi zingine. Hebu na tumalizie na vitu binafsi kidogo, hasa nafahamu uko busy sana. Unapata muda kweli wa kutulia na enjoy muziki, sports? Nafahamu kwamba unafanya mazoezi sana na ni mdau mzuri sana wa marathon. Unajua unaposema vitu binafsi, unajua kuna kwenye maisha kuna kubalance mambo mengi. Kwanza huwezi kubalance maisha yako ukiwa na mzigo mkubwa wa stress. Kwanza inabidi utafute vyanzo vya stress ni nini, ili uweze kuenjoy maisha yako. Lazima uonyeshe kwamba jukumu lako unalifanya kulingana na matarajio, kwa sababu jukumu hili linawagusa wengi, la kwanza. Lakini la pili, utafute muda binafsi wa kuacha jukumu na kuwa Abdulmajid. Mimi niko kwenye jamii na familia, lakini napenda michezo. Lakini lama niingie vijiweni kukutana na wadau, tuongee mambo nje ya kazi. Sasa ule muda na upata, lakini mdogo. Na upata lakini mdogo, lakini bado na utenga ule muda. Nafanya mazoezi kwa sababu moja kubwa. Najua mazoezi ni afya. Lakini kwa imani yangu, pamoja na afya, ukifanya mazoezi mara kwa mara, hata akili inakuwa imetulia, kwa uwezo wa kufikiria unakuwa mkubwa zaidi. Lakini vivyo ni katika sehemu ya kusocialize zaidi. Na mimi kiacha mazoezi ya kawaida, napenda mpira. Na napenda Yanga anyway. Kama ujue hilo. Kwa hiyo yani naumia sana kwamba sipati muda. Kule mtaani nakaa kuna uwanja wa mpira na kuna watu wanacheza jioni. Sasa napenda kwamba nikacheze mpira, kina kosa muda huo. Nafurahia kwamba ndani ya benki yetu vile eneo la mchezo ni moja muhimu sana. Ile kujali maisha ya wafanyakazi ni muhimu. Hata kwenye jengo letu la makao makuu tuna gym kwa wanaotaka kwenda kufanya mazoezi. Tuna sehemu ya relaxation
kucheza bao. Vile tunaandaga outing ya sport ya pamoja. Yote ni kujenga mahusiano ya karibu, kwa sababu unajivua uongozi, unakuwa sehemu ya mfanyakazi, unabadilishana mawazo na wafanyakazi wenzako, unapita mtaani kunywa kahawa. Ni maisha ambayo mimi na imani binafsi kwamba kazi isichukue muda wako mzima wa maisha yako, ila kumbuka jukumu ulionalo kwamba lazima utekeleze na uwete weledi unaotakiwa katika kazi yako. Zaidi ya michezo unasikiza muziki, unapata koma kidogo? Napenda muziki. Yaani mimi muziki sio mkwenda kucheza. Unasikiliza? Nasikiza sana. Na hasa kizazi kipya hiki. Napenda kusikia muziki ambayo inatoa ina mafunzo. Na saa nyingine ukuta ni mafunzo ya kifamilia zaidi. Kuna mwimbaji mmoja wanasikia nyimbo zake sana, Mbosso. Mbosso Khan. Mbosso, Mario, Diamond kidogo, zile muziki ambayo sio ya nguvu nyingi. Kwa hiyo napenda kusikiza nyimbo zile ambazo zinakupa mawazo ya kusikiza vitu nje ya kazi. Kwa hiyo sio mtu akwenda muziki ikaa sehemu ambako muziki upo sana. Napenda sana. Kwa hiyo na pamoja na hayo ni kwamba ni muumini mzuri sana. Kwa hiyo lazima kuwepo na nafasi ya kumuomba Mungu katika shughuli zetu. MD, nimefurahi sana. Imekuwa ni heshima kubwa kuweza kuzungumza na wewe leo, kwa sababu kiukweli inputs ambazo tumezipata hapa na inspiration tulizipata hapa sio rahisi kuzipata kila siku. Niseme asante sana. Labda kama una la mwisho kabisa la kuambia hasa wateja wa CRDB, lakini pia wanahisa. Kikubwa ambacho kwanza na mimi nakushukuru sana market, tulikuwa napata nafasi ya kuweza kureflect. Naam. Lakini vivile nichukue fursa hii kwanza nianze kushukuru wewe na wenzako ambao najua habari hii mtaifikisha kwa wanahisa. Ndio. Lakini tunaposhirikia miaka 30, sina budi kuwashukuru sana wanahisa ambao ni waanzilishi na ambao wameendelea kuwekeza katika hisa. Nasema hivyo kwa sababu elimu ya hisa ilikuwa bado iko chini. Watu kuweka kununua hisa kusema tunawekeza ilikuwa sio jambo dogo. Kwa nawashukuru kwa kuwa na imani kubwa sana katika benki hii. Lakini vile niwashukuru sana wafanyakazi wa benki yetu kwa kuendelea kutafsiri maono ya uwekezaji, kuifanya benki yetu endelee kuwa kinara. Na nishukuru bodi yangu. Maana bodi inasema kwa niaba ya wanahisa. Inaweka maono, miongozo, imetuweza kutuongoza vizuri sana. Sasa uweze kusifu wote bila kumsahau mteja. Mteja amekuwa ni watu muhimu sana. Wateja wetu wameendelea kutuamini. Na niwaombe wateja wetu, sisi ni benki ambayo tunabadilisha huduma zetu kila siku. Kuna huduma ambazo zinawezekana zinahitaji maboresho, wasisite kutupa mawazo hayo ya kuboresha. Lakini vivile wasisite kutushauri. Jambo ambalo kuahidi ni kwamba benki imejipanga kuhudumia vizuri, imejipanga kuongeza ubunifu wa huduma. Lakini kwa wanahisa sasa, tunapoenda kwenye AGM inayokuja siku ya Jumamosi, ni siku ambako watasikiliza mwenendo wa benki yao, watasikia kama yale walioshauri yamefanywa kazi, na watashauri mapya. Lakini watapata kusikia gawio lao la mwaka jana ambao ni mwaka huu ni kiasi gani. Ahadi yetu kama uongozi wa benki hii ni benki yenye maono endelevu. Kwa hiyo wakae tu wakijua kwamba wataendelea kufurahia uwekezaji wao, na gawio lao litaendelea kupanda mwaka hadi mwaka, ili waendelee kufaidi wao na vizazi vyao vijavyo. Na nishukuru sana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mazingira mazuri hapa nchini. Lakini siwezi kuacha kushukuru serikali ya Burundi, kwa sababu tuko Burundi na tumefanya vizuri. Mheshimiwa Rais na serikali yake ametushauri sana, Ndayishimiye ametusupport sana, sera nzuri. Nishukuru sana serikali ya Kongo ambako tumeanza huduma zetu, wametusaidia kuanza biashara katika uimilivu. Benki kuu za nchi zote 3 zinafanya kazi kubwa ya kutusapoti, ikiwa benki kuu ya Tanzania,
Benki Kuu ya Burundi na Benki Kuu ya DRC Congo. Wote wameenda kutoa miongozo ambayo inatusaidia kufanya kazi vizuri, na sisi kama benki ambayo inaamini katika mabadiliko ya kiteknolojia, ya kisheria, ni kuendelea kuweka misingi mizuri ya kusimamia benki hii ili iweze kuwa imara sasa na siku za usoni ijazo kwa muda mrefu. Asante sana. Niseme asante sana pia wewe ambaye umetazama. Huyo alikuwa ni mkurugenzi mtendaji wa CRDB Abdulmajid Sekela, ambaye tumezungumza mengi sana, ambao naamini kwamba yamekupa picha ya kwa nini leo hii CRDB ni benki kiongozi. Akili ni nyingi inatumika, watu wamejitoa, na leo hii tukisherehekea miaka 30 kwa ufanisi mkubwa sana. Mimi naitwa Frederick Bundala. Asante kwa kufuatilia hizi interviews za kuadhimisha miaka 30. Hizi simulizi bila shaka zinakujenga pia na kukupa inspiration ya kujituma zaidi katika kila ambacho unakifanya. Hadi wakati mwingine, kwaheri.